Ndugu zangu, na kuomba sana, kwa sababu haya maneno nayokuambia utayaona tu baada ya muda. Utakapowahi kwenye jambo kwa sababu wengine wanalo, utaumia. Hatuvipati kwa sababu wengine wamevipata, tunavipata kwa sababu ni vyetu kwa wakati ule. Binti zangu, mimi nakwambia kweli, kuna mkumbo wa kupata. Fulani kafunga ndoa, na mimi nafunga ndoa. Fulani kafunga ndoa, na anapokuwa nafunga ndoa mwenzako, watu wote munkari unakushika. Na mimi jamani, muulize aliyefunga mwaka juzi, muulize aliyefunga miaka miwili iliyopita. Hata kwambia kwa sababu anaogopa kumwaibisha mkewe au mumewe. Lakini ukimkaba kabisa, ukambana kabisa, ukamwambia hii ndio paradiso, ukamkaba kabisa, ukamwambia kabisa, hebu niambie ndugu yangu kwamba ni watu wawili wenye tabia tofauti, familia tofauti, elimu tofauti, biashara tofauti, wametokea mahali tofauti, wakae chumba kimoja, waamke pamoja, wale pamoja, hakuna shida hapo yoyote. Unaniambia hakuna yoyote kabisa? Anakuambia na kuapia kwa jina la Mungu, hakuna lolote kabisa, hakuna ubaya. Hakuna hata kutofautiana kwamba leo huyu anataka ale mihogo, mwingine anataka ale mandazi. Hapo mnapatanaje? Ni rahisi kuunganisha makampuni mawili ya simu, kampuni ya Tigo na kampuni ya Voda, kwa sababu zote zina miamala. Ni ngumu kuunganisha TANESCO na kampuni ya tumbaku. Mwanaume na mwanamke ni watu wawili tofauti. Wanaume wanaangalia picha kubwa tu. Unaniona mimi hapa nimevaa t-shirt. Mwanaume anaona tu rangi. Alikuwa amevaa dark blue. Mwanamke anaona mpaka na vimandishi. Kulikuwa na vimandishi hapa na kamkia kadogo, alafu kulikuwa na kitu kameenda hivi, anaona mpaka picha ndogo. Mwanaume anaweza kufanya jambo moja kwa wakati mmoja. Mwanamke anaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Na ndio maana wanawake huwa wanapata stress, kwa sababu anaweza kubeba mengi kwa saa hiyo hiyo. Mwanaume huwa hana uwezo wa mwanamke yuko hapa anaosha vyombo, mwanamke anaosha vyombo, halafu anapokuwa anaosha vyombo kuna mtoto kwenye beseni na anamuosha. Wakati huo anaangalia TV na anaelewa. Na hapa pembeni anakaanga samaki. Vyote vinaenda kwa pamoja na kule anaelewa. Mwanaume akiwa anaangalia TV, kakapita katoto, "Tokeni, tunaangalia TV." Kale katoto kanamwondolea nini? Usikivu. Mwanamke anakaanga samaki huku anaangalia series na anaelewa, na samaki haziungui. Na hapa chini ameweka mtoto kwenye beseni na anamuogesha. Mwanaume ukimwambia afanye hivyo, utashangaa ameangalia kwenye TV, alafu mtoto kapakwa sabuni mwili mzima. Kwa hiyo wanawake wameumbwa na Mungu ni multitask. Wanaweza wakahendo majukumu mengi kwa pamoja. Na ndio maana wewe mmeo utamuonea. Muone mwanaume umekaa unafanya jambo moja tu, ana moja tu mpaka amalize lile. Na ndio maana wewe ukimletea mambo mengi, hapa naomba bili ya maji, hapa naomba viatu, hapa naomba gauni, hapa anasema toka hapa. Anachanganyikiwa kwa sababu wewe unaweza kuhendo mambo mengi. Hapo naomba unajua ile swala viatu, alafu watoto hawana ada ya shule, alafu tena nadaiwa, alafu nataka na passport, unajua nitasafiri, unajua kule kijijini, anasema
kwa sababu yeye hana uwezo wa kuhendo mambo yote kwa mara moja. Ana hendo hili na 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 hendo hili. Kwa nini wanawake wanachanganyikiwa? Una mambo mengi na watu tunaondoka nayo. Unakaa aka unako na aka unako, au vyote tunaondoka navyo. Umechumbiwa na watu 4 ila huna hakika yupi wa kweli. Sasa unawaza nikimwambia huyu hapana, kumbe huyu ndio mzuri. Unaondoka nao kwanza polepole. Na ni kwa sababu ana wasiwasi kwamba mimi mwenyewe siwezi kuwatafuta, wao ndio wamenijia. Nitakapompoteza mmoja siwezi kwenda kufanya nini? Kumtafuta. Huyu kaja ila sina hakika, ila anaonekana kama yeye. Huyu na yeye kaja, ila sina hakika, anaonekana kama yeye. Na huyu na 4. Nani nimwambie ndio? Na wote wanasisitiza. Acha. Kwa hiyo unaenda nao wote, na wote wanasikia comfortable kwamba tuko wote, na huku tuko wote, na huku tuko wote. Sasa siku watakapokuja kuondoka wote, unasikia kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kuhendo wote. Sio kwamba ulikuwa mbaya, ulikuwa hujachagua sasa kwamba niende na yupi. Sio kwamba ulikuwa na mahusiano hivi yupi kati ya hawa. Huyu kaka anaonekana na uzuri wake ila mkali sana. Huyu anaonekana na uzuri wake ila kwenye mkesha sijawahi kumuona hata siku moja. Na wasiwasi hapa. Huyu anaonekana na nyumba na mali na pesa ila mchoyo. Juzi tulikuwa tunakula naye hoteli, anataka kila mtu alipe bili yake. Sasa kama naanza kulipa bili yangu hata sijamwambia ndio, tukioana unakuwa na wasiwasi. Huyu naye ni mzuri ila msomi mno, amepitiliza. Kila kitu yeye anasema lete kitabu. Kila kitu anasema hebu lete nani ile kitabu cha Aristotle, Spinoza na nani na huyu amezidi, atazingua. Hasa ukiwa uko hapo katikati unawaza sasa, si wapo wote. Mwanaume hawezi. Mwanaume anatakiwa hendo jambo moja. Mwanaume muongo kumkamata rahisi sana. Mwanamke muongo kumkamata ni kazi. Anaweza akasema uongo na akalia na ni uongo. Akachukua na kitambaa akafuta na machozi. Hapo baadaye kumbe haikuwa. Sio kwa sababu ana uwezo wa kuhendo mambo yote pamoja. Sasa unanisikia Unanisikia Unanisikia? Wapo wasio watu. Niamini ninachokwambia. Wapo wasio ila unamuona ni mtu kabisa ila sio. Unaweza ukaolewa na asiye mtu, au ukaoa asiye mtu, ikawa ndio chanzo cha dhiki yako. Sikilizeni niwaambie waheshimiwa wananchi, nisikilizeni. Kila mtu aliye hapa au anayenisikia ana kipaji kilichowekwa ndani na Mungu. Kupitia kipaji hicho, huyo mtu awe na uwezo wa kumaliza hatima yake. Hakuna mtu ambaye hana kipaji. Wengine kuimba, wengine kuomba, wengine kufunga, wengine siasa, wengine uchumi, wengine biashara, wengine mitindo, wengine ubunifu. Kila mtu Mungu amekuwekea kitu ndani, ili kitu hicho kikusaidia ung'ae na uwe na maisha mazuri. Sasa mashetani huwa wana uwezo wa kuona kilicho ndani. Anakuja anakuoa wewe mzima, anakupeleka mbali kabisa na kile kitu ulichoitiwa. Kumbuka, ulipo wito wako ndipo baraka yako ipo. Pale ambapo Mungu amekuitia na baraka yako anaweka pale. Kwa hiyo unachukuliwa na mtu, unapelekwa mbali kabisa kuliko uwezo wa kurudi. Paka uje ugundue. Na ndio maana unamwona mtu, niliolewa lakini tukashindwana, nimeamua tuachane. Lakini wakati ulipoolewa ukuona kwamba kumbe sio mtu. Hawa watu wanataka kuolewa, kwa hiyo kumbe sio kila anayetaka kuolewa au anayeolewa ni mtu. Nataka sasa upate picha halisi.
Leo tuna ndoa nyingi sana sana zimeharibika, na zingine kwenye kanisa la Mungu. Mwanaume wa ajabu, yaani hata kwa watu wasiomjua Mungu hawana mwanaume wa namna hiyo, mpaka shetani mwenyewe anashangaa. Nitavumilia tu jamani, Mungu atanisaidia. Utavumilia hiyo? Kumbe unaweza kuwa unahangaika, sio? Kumbe ni shetani kwenye uniform ya kibinadamu. Shetani kabisa, ila amekuwa kama binadamu. Anakula, anakunywa, anaoga, anaongea, anaoa, kumbe sio. Na si ndivyo mpinga Kristo atakapokuja duniani? Masihi Dajjal au mpinga Kristo atakapokuja duniani ni binadamu, anaoa, ana familia, ni mtu, ni msomi, kumbe sio. Watu wote unaowaona waangalie kwa macho mawili mawili. Si lazima kila unayemuona ufikiri kwamba ni binadamu. Utajua maana yake kwa nini nakwambia somo hili leo. Liko jukumu mwishoni. Kila mtu unayemuona duniani liko jitu limetumwa kupindisha kesho yako. Kila mtu aliye hapa, kila mtu, kuna mtu ambaye yeye kazi yake ni binadamu kukufuatilia. Unatakiwa kwenda kukulia, yeye anakupeleka kushoto. Mungu akupe macho ya kuona leo kwa jina la Yesu. Lakini ni mtu. Joshua sura ya 5 kuanzia mstari wa 13. Joshua sura ya 5 kuanzia mstari wa 13. Na kuonyesha tu kwamba ni mtu, ila sasa sio. Ila ni mtu. Kaka, ni dada, ni baba mdogo, ni shangazi, ila sio mtu. Na usiwaze kwamba sio mtu kwa sababu humjui. Umezaliwa naye tumbo moja. Kaka, baba mmoja na mama mmoja. Joshua sura ya 5 kuanzia mstari wa 13. Ikawa hapo Joshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume. Anaona nini? Ni mtu au ni simba? Mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yaani ni mtu amebeba panga, na panga yenyewe imeshachomolewa kutoka alani, ila ni mtu amebeba panga. Joshua akamwendea akamwambia, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akimwangalia anafanana na Wayahudi, akimwangalia pia anafanana yuko ni mtu. Yule bwana akajibu akasema, la, yaani hapana. Yale yote uliyosema mawili, hapana. Lakini mimi nimekuja sasa, nili amiri wa jeshi la Bwana. Ina maana sio mtu? Ndio. Mbona una upanga? Ndio. Mbona una viatu kama mwanajeshi? Ndio. Mbona una combat? Ndio. Mbona uko uwanja wa vita? Ndio. Ila mimi si mtu. Mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Mimi ni malaika Mikaeli. Nimetua uwanja wa vita nikiwa nimevaa umbo la wanadamu ili nimsaidie mwanadamu. Mambo hayo yakupate, upate mtu wa mbinguni anayetembea kwenye kazi yako kwa ajili ya kukushika mkono kwa jina la Yesu. Biblia inasema Joshua akapomoka kiuso-uso. Yaani akainama akaweka uso wake chini kiuso-uso. Maana yake huyo anayepomoka kiuso-uso si malaika. Akapomoka kiuso-uso hata nchi, naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu. Yeye Bwana kwa maana ya Mungu ananiambia nini mtumishi wako? Huyo amiri jeshi wa jeshi la Bwana akamwambia Joshua, vua viatu vyako miguuni kwako, kwa maana mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Joshua akafanya hivyo. Joshua ndio mkuu wa majeshi, wanashangaa anavua viatu. Na wale wengine wanaona kwamba baba anasemeshana na mwanaume mgeni. Wanajeshi wengine pale wanamwona, mbona kavua viatu? Wanasemeshana. Unajua pale kuna baba mmoja amekutana na kamanda, wana faraga yao hapo, kumbe sio mtu. Kwa hiyo inawezekana ukakutana na asiye mtu.
anataka watu wengi mambo yao yameharibika, yalianza na mtu. Biashara iliharibika, ilianza na mtu. Ulikaribisha mtu kwenye biashara, ulikaribisha mgeni nyumbani, kuna bosi alihamishwa ofisini kwenu, kuna mtu alichumbia, kuna mtu, yameanza na mtu. Lakini yule mtu unamuona kama mtu, lakini kumbe sio wako, wasio watu. Akavua viatu vyake. Sasa naomba mtu anisikilize sasa. Kwa nini unapokwenda vizuri na mambo ya rohoni, vizuri sana? Na ndio maana zamani Mungu alikuwa anawaagiza watu, anamwagiza kwa mfano, anamwagiza Samueli, anamwambia nenda katika mji fulani ukaue watu wote na watoto na wanyonyao na kila mtu. Unajiuliza, kwa nini Mungu anaua watu wote? Ndio maana leo hatuui, kwa sababu tunao uwezo kwenye jina la Yesu wa kuchambua asiye mtu na mtu. Tunaweza asiye mtu na mtu. Tuna uwezo wa kuchambua asiye mtu. Ukiwa muombaji ukawa karibu na Mungu, asiye mtu hakusogelei. Asiye mtu hakusogelei. Tulipokuwa Kawe kwenye mkutano kule Kawe, wakati kanisa liko Kawe, mimi nilikuwa nafundisha, natembea. Nilipokuwa natembea nikamkuta dada mmoja, binti mmoja, amekaa kwenye kiti na wenzake. Nikamwangalia machoni sana, akakunja uso wake. Nikasogea nikamuuliza, unatafuta nini hapa? Akaniambia niko kazini. Nikamwambia kazi gani? Akaniambia mimi sio mtu kama wewe. Nikamwambia simama, anza kuondoka. Kwa hiyo watu waliona amebeba pochi yake anaondoka. Mimi namuona hivi, sio mtu, ila amekuja mkutanoni kikazi. Kazi gani? Tuko Morogoro kwenye mkutano. Morogoro mkutanoni, watu wanapokea uponyaji, wanafunguliwa, watu wanapona. Imefika kama saa 1 jioni, watu wanapanda kwenye jukwaa la chuma kuja kutoa ushuhuda. Pastor, mimi nilikuwa siwezi kujinyosha, nanyosha. Asante Yesu, anashukia upande ule. Mwingine, mimi nilikuwa na uvimbe umepotea, anashukia kule. Kapata dada mmoja, mimi mchungaji, nyumbani wananiambia kwamba sina miguu yangu ni kwato za ng'ombe. Naomba uniangalie, ni kwato kweli au si kwato kweli? Lakini wakati anatembea, mimi kilichonishitua, anapotembea kwenye ile jukwaa la chuma linalia ko. Kwa hiyo aliponiuliza hivyo, mimi nikajua ni kwato. Lakini kitu gani kinamfanya aniambie mimi niangalie miguuni? Kwa sababu nikiona kwato za ng'ombe sitaanguka. Shetani amehama kwenye kushindana na wewe, anataka uone ili uogope. Ulishawahi kuwaza kwa nini mchawi anakuja nyumbani unasikia kurr? Kwa nini asiwaue tu badala ya kupiga kelele? Mchawi anakuja nyumbani unasikia milango pa juu kurr pa, vyombo kurr pa. Si kama anataka kutuua tuue tu, kwa nini avunje vyombo? Yule mchawi hana uwezo kabisa wa kuwaua, ila anawatisha ili mkiona muogope, uoga wenu ndio uamalize. Silaha kubwa ya shetani ni kutisha. Je, hatukuambia msihubiri kabisa kwa jina hili? Basi wakawatisha, kutisha. Kwa hiyo sio mtu anapita anakwato, ila sio mtu, ila anaishi na watu. Unaweza ukamuoa au ukaolewa naye, mkazaa vitoto vya aina fulani. Katoto ka aina fulani, yani katoto fulani kako mchanganyiko, katoto chotala. Kuzimu kapo, duniani kapo, mbinguni kapo, kachotala, hybrid.
hakaelewi shule wala somo, kanajua kucheza viduku yani kadogo mpaka unashangaa huyu anakaaga hapa nyumbani vitu hivi amejua wapi? Nusu. Watu ni wagonjwa. Mimi nilikuwa Japani, mji mmoja unaitwa Osaka, na hubiri watu wengi. Nilipopiga moja kwa jina la Yesu, binti mmoja wa Kijapani kule nyuma akapiga kelele, anataka kuruka kwenye dirisha. Kama kawaida yangu nikamwahi hapo, anasema tu mimi sio mtu. Anasema mimi sio mtu. Nakumbuka mpaka jina lake alikuwa anaitwa Masami. Anasema mimi sio mtu. Mimi ni mtumishi wa shetani, nimekuja kwenye shughuli zangu, sikujua kwamba wewe uko hivi. Mimi sio mtu, niacheni niende. Tumeshakupata. Twende tukakae na wewe utuelezee wasio watu shughuli zao wanafanyaje. Ni sawa sawa na mtu amekamatwa, si lazima apelelezwe kwa ajili ya kupata intelligence, kupata mambo ya kipelelezi ya kusaidia kupiga sawa sawa. Katueleze. Tuliondoka naye mpaka hotelini, tukamhoji kuanzia asubuhi mpaka jioni. Masharti kwamba msiniangalie usoni, mkiwa mnanihoji angalieni chini, tawajibu kila kitu. Mkimhoja anaanza kutetemeka uso mzima. Uso mzima unacheza kama vile unavyoona nyama imechinjwa hivi inatetemeka hivi. Si mtu. Lakini alipokuwa kule alikuwa mtu, binti mzuri. Unafanya kazi gani? Anasema mimi napiga keyboard kwenye mahoteli. Kwenye mahoteli makubwa kuna watu wanaocheza muziki wale kwa entertain. Mimi napiga keyboard pale. Kupiga keyboard tu shetani anatumika, anasema nikipiga keyboard hivi lazima kila mtu anipende. Mwanaume atakayenipenda, wale waliopo pale, akawa na mahusiano na mimi, akienda kuwa na uhusiano na mke wake lazima wazae kilema. Yaani mwanaume wewe si uko pale, yule dada anapiga keyboard anaimba, wewe ukampenda, ukawa na mahusiano na yeye, ukienda yeye hana neno, ukienda nyumbani kwa mkeo akitunga mimba, ama kilema, ama hana jicho, ama hana mguu, ama ana namna hiyo. Lakini wewe utasema mke wangu sio ana matatizo gani? Una watumishi wasio wanadamu. Wapo wasio wanadamu. Rafiki yangu namfahamu, siwezi kumtaja kwa sababu angali hai. Hapa Dar es Salaam. Amesimamisha taksi. Kipindi kile kulikuwa na taksi. Ameingia kwenye taksi, anaenda. Baadaye anashangaa, anamwangalia yule dereva. Kamguu anapokanyagia accelerator, kakwato kambuzi. Anasema nishushe. Akaambia wewe utulie. Wewe si ndio umenisimamisha? Wewe utulie. Gari kagonga yeye, akatoka ndani anakimbia. Yule rafiki yangu ni mtumishi wa Mungu, atoka ndani anakimbia. Alipotoka ndani anakimbia, akasimamisha taksi nyingine ile akimbia, akaingia kwenye taksi. Mbona unapumua ndugu yangu? Yaani nimeona mambo ya ajabu. Mambo gani bwana? Nilikuwa nimebeba kupanda kwenye taksi. Yaani nilipoangalia hivi dereva wa taksi kimguu ni chambuzi. Anamuuliza yule, chambuzi kabisa kama hiki. Kiliponyanyuliwa na kile kingine nacho chambuzi. Jamaa akaanguka akazimia. Yuko ndani ya gari, kimguu cha mbuzi. Nini? Si mtu. Falme za dunia unazoziona zimevishwa nguo, lakini ujue Mungu anakupa akili ili uamke. Unapoamka anza kuomba rimarabasekesha tatata, najipaka damu ya Yesu na damu ya mwanakondoo. Kuanzia leo uso wangu ni uso wa Mungu, akili yangu ni akili ya Mungu, macho yangu ni macho ya Mungu. Kila atakayeniona mimi leo amemwona Mungu.